Kadri kocha anavyozidi kukaa na wachezaji ama anavyozidi kukaa na timu, basi anakuwa anatazama ni makosa gani hasa ambayo yaliopo, yani kwenye eneo la mfumo wake. Sasa ni aina ya wachezaji gani ambao atawahitaji kuendelea kusalia nao, lakini pia aina ya wachezaji ambao huenda asiwahitaji ndani ya kikosi chake. Sasa hii yote tunaitazama ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans. Ndani ya msimu huu kwa upande wa klabu ya Yanga, licha ya ushindi ambao wamekuwa wakiupata, bado unaona kwamba kuna nafasi kadhaa ambazo kuna baadhi ya wachezaji wanahitajika ama usajili mpya unaweza ukaenda kufanyika kwenye upande wa dirisha dogo. Sasa kwa upande wa Mwalimu Pedro Goncalves, baada ya siku kadhaa ambazo ameweza kusimamia ndani ya klabu ya Yanga, tayari kuna madhaifu kadha wa kadha ambayo ameweza kuyaona kupitia benchi lake la ufundi, lakini pia hata kwenye upande wa viongozi tayari wameweza kutazama na wanatazama ni namna gani hasa ambavyo Yanga inaweza ikajengwa upya kwenye upande wa dirisha dogo. Sasa tayari nina taarifa juu ya Mwalimu Pedro Goncalves, namna ambavyo anataka kuipanga timu kuwa kwenye ubora wa hali ya juu pale ambapo dirisha dogo litafika. Je, ni namna gani hasa ambavyo amepanga yeye kwa upande wake, utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sijakupatia taarifa hii kiundani, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Kocha mkuu ndani ya klabu ya Yanga Pedro Goncalves amekabidhi ripoti yenye tathmini ya mzunguko huu wa kwanza kabla hujaweza kumalizika na kuibua mahitaji makubwa ndani ya kikosi, akisisitiza kuwa timu inahitaji wachezaji wapya takriban 4 ili kuongeza ubora na ushindani kwenye michuano yote ambayo wanashiriki. Ripoti hiyo imewasilishwa ndani ya benchi la ufundi na uongozi wa juu wa klabu, ikionyesha maeneo 4 ambayo kocha anaamini lazima yaboreshwe katika dirisha dogo la usajili ambalo litafunguliwa mwezi wa 12. Kwa upande wa Mwalimu Pedro Goncalves, ameweka wazi kuwa nafasi ya beki wa kulia ipo kwenye hatari kubwa kutokana na majeraha ambayo anayo beki ambaye alikuwa ni nambari 1 ambao ni yao, ambapo kwa sasa hivi tunafahamu Israel Patrick Mwenda ndiye ambaye anasimama kwenye nafasi hiyo. Taarifa zinasema kwamba iwapo hali yake haitaimarika ndani ya muda mfupi, basi Yanga italazimika kusajili beki mpya kulia mwenye kasi, nguvu na uwezo wa kushambulia na kukaba kwa usawa. Lengo ni kupata mchezaji mwenye endurance ya juu atakayekuwa msaada kwenye mashindano makubwa. Lakini pia kwa upande wa mwalimu ameweza kueleza kwamba moja ya maeneo mengine ambayo ameyapa kipaumbele zaidi ni kwenye eneo la kiungo mkabaji, nafasi ambayo kwa sasa haina uthabiti wa kutosha. Uongozi wa klabu kwa upande wa uongozi wa Yanga umeanza mchakato rasmi na kuwasilisha na maskauti mbalimbali wakitazama hasa kwa upande wa viongozi wanaweza kutazama Senegal, Mali, Cameroon ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata kiungo ambaye atakuwa ni mbunifu kwenye eneo la kati, kutuliza mchezo, kusambaza mipira kwa ufasaha. Yeye kwa upande wa mwalimu anaona kwamba kuna kitu hasa ambacho kinahitajika. Lakini pia Mwalimu Pedro Goncalves amebainisha kuwa kwa upande wa klabu ya Yanga namna ambavyo anaitazama, licha ya uwepo wa Dombi ambaye anacheza kwenye eneo la kiungo mshambuliaji, lakini kuna sifa za kiungo mshambuliaji ambazo anazihitaji kwa upande wake. Ameweza kueleza kwamba anahitaji kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kufunga, si tu kwenye upande wa kupiga pasi. Hii inatokana na upungufu wa mabao kwenye eneo la kiungo msimu huu. Lakini pia kocha ametaja moja ya eneo ambalo inahitaji nguvu zaidi ni mshambuliaji namba 9 aliye kamili, mwenye nguvu, kasi, uwezo wa kushika mipira, kupiga mipira ya kichwa na kufunga mabao mengi. Taarifa za ndani zinaonyesha kwamba Yanga inatafuta mshambuliaji wa kiwango cha juu barani Afrika ili kuongeza chachu kwenye ushindani ndani ya ligi kuu Tanzania bara na kwa upande wa michuano ya klabu bingwa.